Natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti, na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe ya sipi na hakiki, na upinde wa mvua ulizunguka kile kiti cha enzi, ulionekana kama mithili ya sumaridi. Na viti 24 vilizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 walioketi wamevikwa mavazi meupe, juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti ya gurumo, na taa 7 moto ziliwaka mbele za kile kiti cha enzi, ndizo roho 7 za Mungu. Mbele za kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuweko wenye uhai 4 wamejaa macho mbele na nyuma. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa na mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai arukaye. Na hawa wenye uhai 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana na usiku, wakisema, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu mwenye enzi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Na hawa wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukurani, yeye aliye hai hata milele na milele. Ndipo hao wazee 24 naanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele. Nao huzitupa taji zao mbele za kile kiti cha enzi, wakisema, Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, na ni kwa sababu ya mapenzi yako vikakuwako, navyo vikaumbwa. Hilo ndilo neno la Bwana siku ya leo. Na hili neno ambalo Bwana alinipa siku ya Alhamisi, alinipa kichwa ama ujumbe wa hili wa neno lake siku ya leo juu ya maabudu halisi ama maabudu ya kweli. Na kitabu hiki cha Yohana ni kitabu ambacho kitabu hiki cha Ufunuo ni kitabu ambacho ni cha maana sana katika maisha wa Kristo, kwa sababu haswa kimegawanywa juu ya vikundi 4. Utaona vile ambavyo kutoka sura ya 1 mpaka ya 3 ni ujumbe muhimu sana ambayo Yohana alipewa juu ya makanisa 7 ambazo zilikuwa katika lile bara la Asia. Na kutoka hiyo sehemu ya 4 hadi ya 7 utaona Yohana vile ambavyo alivyofunuliwa juu ya kiti cha Mungu cha enzi na mwana kondoo wa Mungu akiwa ameketi mahali pale, juu ya vile ambavyo mbinguni kunavyofanyika kila uchao ama usiku na mchana, matukio yanayotukia mahali pale na utukufu ulio mahali pale. Kisoma kutoka hapo inaongea juu ya shida, dhiki na uchungu utakaokuwa katika ulimwengu, kutoka hiyo sura ya 8 hadi sura ya 15. Baada ya hayo utaweza kuona vile ambavyo siku za mwisho ama wakati ambapo Kristo atakapofunuliwa vile ambavyo utakavyokuwa. Kitabu hiki cha Ufunuo mwandishi wake ni Yohana ambaye alikuwa ni mfuasi wa Yesu. Na kumbuka ya kwamba huyu ndiye mwanafunzi peke yake aliyekuwa ni wa mwisho kufa, na hawakufa vifo ambavyo vilifaa, hawakufa vifo vya kawaida, walikufa vifo vya uchungu kwa sababu ya Kristo Yesu. Na katika maisha yake Yohana ama hiki kitabu alikiandika katika uzee wake akiwa na miaka 80 hadi 90, na ilimchukua miaka 15 kuweza kukinakili hiki kitabu cha Ufunuo. Na yeye alikuwa wa mwisho kwa sababu yeye katika wale wanafunzi
ndiye sana alikuwa mdogo kiumri, na yeye ndiye mwanafunzi ambaye Yesu aliyempenda zaidi. Huyu ndiye mwandishi wa kitabu cha Injili cha Yohana na waraka wa kwanza wa Yohana, wa pili na watatu, na kitabu hiki cha Ufunuo. Kwa jumla aliziandika vitabu vitano, na kumbuka ya kwamba baada ya mateso ya mitume wengine, na yeye alikuwa kwanza, kabla hajapelekwa pale katika hiki kiziwa cha Patmos, ambacho hata siku ya leo kiko pale katika taifa la Uturuki, na kina wakaaji takribani ya watu 3,000 ambao walitoka katika nchi ya Asia baada ya vita katika mwaka wa 1770. Na Yohana alikuwa ni mtu wa mwisho ama mtume wa Kristo Yesu wa mwisho kufa, na vile ambavyo anajitaja ama anajitambulisha kujitambulisha kwake katika sura ya kwanza ya 9, anasema ya kwamba ni mimi Yohana, mtume wa Kristo Yesu, pamoja na wateule wengine ambao wameshirikishwa katika mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na Yohana, kumbuka ya kwamba walikuwa wamempika na nyungu, na yeye hawakuweza kumuua, wala kifo hakikuwa na mamlaka juu ya huyo Yohana. Baada ya kushindwa kumuua kwa ile njia, basi waliona ni vyema waweze kumsafirisha hadi nchi ya mbali pale kiziwani. Kumbuka wakati huo Yohana ametupwa mahali pale afe, hakukuwa mkaaji wowote ambaye aliyekuwa anaishi katika kile kiziwa. Kumbuka wanafunzi wengine kama akina Petro walikufa kifo cha uchungu sana, na Petro pamoja na Paulo, kwa sababu waliuawa usiku mmoja. Walikuwa watu ambao walijitoa na walikuwa tayari sana kufa kwa sababu ya Injili ya Bwana. Hao ndio mitume ambao walikufa wakiwa wa mwisho kabla ya Yohana. Wengine akina Andrea na akina Bartholomeo, ukisoma historia yao utaona ya kwamba waliteswa na huyu mfalme Nebo, na mwingine waliyeshirikiana na wao wakatolewa ngozi zao wakiwa hai na hawakumkana Kristo. Na Petro alipopelekwa usiku huo aweze kujitetea, yeye alimuomba mfalme Nero ya kwamba asije akasulubiwa kama vile ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alivyosulubiwa. Na yeye anawaomba ya kwamba wamsulubishe wakiwa wamemuinamisha, na hivyo ndivyo walivyomfanya Petro. Na hata siku ya leo Wakatoliki wanajiunganisha sana na kifo cha Petro, kwa sababu Kristo alisema juu yako nitajenga kanisa, na mahali pale Rome hata siku ya leo mahali makao makuu ya Katoliki yako, hapo ndipo ambapo kaburi la Petro lipo. Kwa hivyo Petro aliwasihi ya kwamba wasije wakamuua vile ambavyo walivyomsulubisha Bwana wetu Yesu Kristo. Na hata baada ya kumsulubisha Petro akiwa ameinama, walikuja na msumeno wakampasua mara mbili. Paulo naye hata akiwa amekufa walikuwa wanatesa mwili wake. Hawa wengine wote akina Yakobo, kama vile ambavyo kitabu cha Matendo ya Mitume tasoma sura ya 10 hadi sura ya 12 ya kwamba wao waliuawa na mfalme Herode, na ikawampendeza vile ambavyo alivyokuwa anawatesa. Kwa hivyo hiki kiziwa cha Patmo, Yohana amerushwa mahali pale ili ya kwamba afe katika shida, katika uchungu, katika njaa, dhiki na mateso, akiwa mahali pale, akiwa upweke, pasipo mtu wa kumsaidia. Na tunaona vile ambavyo akiwa mahali pale, yeye akigojea siku ya kufa kwake, malaika wa Bwana alishuka na hata akamtia nguvu ili ya kwamba asije kupoteza tumaini. Na utasoma maneno katika Ufunuo 14 aya ya 13. Yeye Yohana karibu kufa, mwili wake umedhoofika, hakuna vyakula mahali pale, na hakuna mtu yeyote ambaye ananena na yeye. Hofu ya wanyama na shida nyingi ambazo Yohana alizipitia. Lakini malaika wa Bwana aliposhuka, anamwambia heri wafao katika Bwana, na tena asema Roho wa Bwana, heri wafao katika Bwana, ili ya kwamba waende wakapumzishwe kazi zao na hata uchungu wao. Na tunaona ya kwamba Yohana ni mtu ambaye alikuwa tayari kulipa gharama yoyote kwa sababu ya Kristo Yesu. Na neno la Bwana latuonyesha
yeye akiwa mahali pale, malaika wa Bwana amejitambulisha, na hata Kristo mwana wa Mungu, na yeye ananena na yeye na kumwambia ya kwamba katika sura ya kwanza, mimi ndiye niliyekuwa, mimi ndiye niliye, na hata mimi ndiye nitakayekuja, mimi ni Alfa na Omega, aliyekuwako na mzaliwa wa kwanza wa Mungu, na aliye wa kwanza kufufuka kutoka kwa wafu. Na hata sasa ujumbe unafika kwake ya kwamba achukue nakala na andike maneno juu ya kanisa saba ambazo zilizokuwa katika pwani la bara la Asia. Na yeye Yohana amefanya hivyo, na malaika wa Bwana amemnenea juu ya kanisa la Waefeso, la Laodicea, kanisa la Simurina, kanisa la Thiatira na lingine la Philadelphia. Na makanisa haya yote, sababu yalikuwa saba, Yohana akapewa kila ujumbe juu ya zile makanisa. Na tunaona makanisa yote tano yalionekana kuwa yamepunguka na upendo wa kwanza na hata matendo yao. Lakini malaika wa Bwana analisifu kanisa la Philadelphia na hata kanisa la Simurina. Haya ndiyo tu makanisa ambayo hayakuonekana yakiwa na alama yoyote mbele za Mungu Baba. Na kisha baada ya ujumbe ambao Yohana amepewa juu ya hii makanisa, kutoka sura ya kwanza hadi sura ya 3 inahusu haya makanisa saba. Utaona vile ambavyo basi kitabu hiki Mungu anataka Yohana ajue ya kwamba hata baada ya maisha haya kuna ibada zingine ambazo zinazowangojea wateule. Na mahali hapa ambapo tumesoma, tunaona vile ambavyo kiti cha enzi kimefunguliwa ama mbingu zimefunguka, na Yohana ameona kiti cha enzi, ameona aliyeketi mahali pale. Anaelezea vile ambavyo midhiri ilivyomzunguka na vile ambavyo uzuri na utukufu uliokuwa mahali pale. Anasema na kusimulia ya kwamba aliona viumbe vine mfano wa mnyama wa kwanza wa kiumbe kile kilicho hai. Yeye alikuwa na mfano wa simba, yeye akiwakilisha wanyama wote wa porini. Na hata kiumbe cha pili ulikuwa ni mfano wa dama, yeye akiwakilisha wanyama wote ambao ni wanaofungwa manyumbani. Na hata mfano wa tatu ni wa kiumbe ambacho kilikaa kama mwanadamu, ili awakilisha wanadamu mbele za kile kiti cha enzi. Na hata kiumbe cha 4 ni mfano wa mnyama aliyekaa kama tai ambaye anaruka, ili wanyama wote wa angani, wale waliofungwa manyumbani na wale walio katika maziwa na mabahari makuu, wote wajumuishwe katika ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu aliye hai. Ujumbe wa siku ya leo, kama vile Roho wa Bwana alivyouandaa kwa sababu ya roho yako na sababu ya roho yangu, ni ya kwamba kuna umuhimu na kuna ibada ambayo ni ya kuabudu Mungu, ibada ambayo ni ya kweli. Na tunaona vile ambavyo hawa wazee waliokizunguka kiti cha enzi, wazee 24 na hata viumbe hivi vine. Na hata ukisoma katika sura ya 7 utasoma na utaelewa ya kwamba Yohana pia ameona watu ambao hesabu yake hawawezi hesabika. Wote wamekizingira kile kiti cha enzi, na malaika na parapanda na vinumbi, wote wakimsifu aliye hai. Na neno ni moja pale juu mbinguni ya kwamba umetukuka, unastahili utukufu, wewe uliyekuwa, wewe uliye, na hata wewe utakayekuja. Na Yohana anaonyeshwa mambo yale ili ya kwamba ajulishwe ya kwamba viumbe vyote vinajumuishwa na vinatarajiwa kumpa Bwana huyu utukufu na adhama zote na heshima. Nilikuwa ninashukuru Bwana siku ya leo kwa sababu ya maisha ya Musa mtumishi wa Bwana. Nimesoma maneno katika Kutoka 19 na hata Kutoka 20, na naona vile ambavyo Bwana alivyomuita akwe katika mlima wa Sinai, na Bwana amemuita Musa mahali pale ili ya kwamba waweze kunena kwa pamoja, na ili anene na yeye juu ya ile nyumba ya Yakobo. Na Bwana amenena na amekuwa mkalimu pamoja juu ya maisha ya Musa, na ndiposa anaambia Musa, andaa na utayarisha watu hawa, kwea pamoja na wao mje katika mle mlima wangu, ili ya kwamba mniabudu kwa pamoja. Na walipokaribia, Bwana na yeye anajitayarisha kushuka ili ya kwamba waweze
kumsifu katika ule uwepo, katika ule mlima. Lakini Biblia, neno la Bwana ni kweli linanionyesha ya kwamba Bwana alishuka na uweza mwingi na nguvu nyingi, ili aonyeshe watu wale ya kwamba ile ibada wanayoitoa ni dhabihu iliyokamilika mbele zake. Biblia inanionyesha ya kwamba baragumu zililia, radi zilipigana na moshi ulifunika mlima wa Sinai. Nyumba yote ya Yakobo ikaogopa kukaribia uwepo wa Bwana, na wananena na Musa, wanamwambia ya kwamba wewe enenda peke yako, sisi hatustahili kuenenda mbele za huyo Mungu. Enenda usikie vile anavyonena, kisha utuletee ujumbe. Na Musa anawaambia ya kwamba ni vyema tuenende pamoja nanyi, ili katika ule uwepo nyinyi muweze kumwabudu Bwana. Lakini nyumba ya Yakobo ilikataa, kwa sababu iliogopa ule uwepo wa Bwana. Na Bwana alikuwa amemwambia Musa waambie wajitakaze na hata waoshe mavazi yao, na hivyo ndivyo ilivyofanyika. Na kisha Mungu akamnenea Musa, wazuie wale watu kukaribia mlima wangu, kwa sababu uwepo wangu ni mkuu katika huu mlima. Biblia inanionyesha kwamba hata ule mlima wa Sinai haukustahimili uwepo wa Bwana, ulirukaruka na ukayumbayumba mbele za uwepo wa Bwana. Lakini Musa alipoona utukufu wa Bwana, yeye aliinama akaanguka kifulifuli mbele za uwepo wa Bwana, na akamwabudu huyo mtakatifu, muumba mbingu na nchi. Na sura ya 20 inaonyesha vile ambavyo Bwana alivyonena katika huo mlima, na anamuita Musa kwa jina lake, na hata anamwambia ya kwamba mimi ndiye Mungu wa baba yako Ibrahimu, na sasa nimeshuka ili ya kwamba nikupe maagano na sheria zangu wapeleke nyumba ya Yakobo, ili ya kwamba waweze kuzizingatia na hata kuzifuata. Lakini Musa alikuwa angali amelala mbele za Bwana akimwabudu na kumheshimu, na neno la Bwana linasema ya kwamba kisha akasimama mbele za ule uwepo wa Bwana, na Bwana akampea bao ambayo ilikuwa imechorwa na mkono wa Mungu, ashuke nayo awapelekee wana wa Israeli. Neno ya Bwana iliendelea kupanuka ndani ya roho yangu. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 9 tunaona mahali pale Musa ndio anaelezea na hata anataja mbele ya nyumba ya Yakobo kile ambacho kilichofanyika yeye alipokuwa mbele za Bwana. Anawaambia ya kwamba nilikaa mbele za huyu Mungu siku 120 usiku na mchana, na sikula wala sikunywa, lakini nililala mbele zake nikimwabudu katika uwepo wake. Ni nyinyi mlionitoa na mkanishusha katika uwepo wake, na nikakosa kuendelea kumwabudu Bwana. Basi wana wa Israeli, Musa alitoka kwa sababu walifanya dhambi ya kuadama na hata kuinamia dama ili ambayo waliongozwa na Haruni, ili ya kwamba waifanye kuwa ni miungu yao, kwa sababu waliona Musa amesalia sana pale mlimani. Na kitabu cha Kutoka 34 najionyesha hapo. Basi Musa kwa sababu alighadhabika, alishika ile mbao ambayo Mungu aliichora kwa mkono wake, akaiangusha na ikaifunja mbele za wana wa Israeli, ikiwa imechorwa na mkono wa Mungu, ikiwa imeandikwa na Mungu mwenyewe. Basi Mungu naye ameghadhabika na amemuita Musa sasa apande mara ya pili katika mlima wa Sinai. Na Bwana anamwambia Musa, kumbuka na ujue ya kwamba haustahili kukaribia na mtu awaye yeyote katika uwepo wangu. Kuja peke yako, wewe ndiye uliyenikosea, ili ya kwamba nijue vile ambavyo nitakavyofanya na wewe. Umuhimu wa maabudu utayaona pale katika Kutoka 34. Musa ameenda mbele za Mungu, dhambi zikiwa juu ya bega zake, akijua amekosea, akijua amefunja sheria za Mungu Baba, akijua kazi yote ambayo Mungu aliifanya pale mlimani, yote ameifanya ya bure. Lakini Musa amekwea katika ule mlima wa Bwana akiwa na jambo moja ndani ya moyo wake, maabudu ya kumwabudu Mungu. Atakaposhuka mbele zake, mlima wa Sinai ulijaa moshi, uwepo wa Bwana ukawa mwingi. Musa hajajua ni kwa nini Mungu amwambie wakati huu akwee peke yake. Hajamwambia waenende na Haruni, amemwambia akwee peke yake, na alifanya hivyo. Uwepo wa Bwana umeshuka, na Bwana akashuka katika lile wingu.
Na Musa akaweza kutazama, na alipoona na kujua ya kwamba Bwana ambaye alikuwa anamstaki amekwisha kushuka, Musa jambo la kwanza alilofanya kabla Mungu hajanena na yeye, alianguka mbele za uwepo wa Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba Musa akamwabudu Mungu huyo aishie milele. Na Bwana alipoona vile ambavyo Musa amefanya, Bwana alipita mbele zake akisema ya kwamba mimi ni Mungu mwenye huruma zote, mimi ni Mungu mwenye msamaha wote, ni mimi ninaweza kufuta dhambi kutoka kwa kizazi cha 3 hadi cha 4, ni mimi ninaweza mrehemu awaye yote, ninaweza mrehemu, ni mimi ninaweza mfurahisha awaye ninayependezwa na yeye. Kwa hivyo Mungu ananena maneno haya ili amuonyeshe Musa amekwisha kumrehemu, amuonyeshe Musa ya kwamba hana kosa lolote tena, amuonyeshe Musa ya kwamba amekwisha kumsamehe dhambi zote. Na Musa kubuka, wakati ambapo Bwana ananena maneno yale, yeye amelala mbele za Bwana, ni kumwabudu tu, anamwabudu akitarajia msamaha wake kutoka kwa kiti chake cha enzi. Na neno la Bwana latuonyesha kwa hakika Mungu amekwisha kusamehe Musa makosa yake. Hivyo ndivyo ambavyo maabudu iliyobadilisha ghadhabu ya Mungu ambayo aliyokuwa nayo mbele ya Musa. Na kumbuka, Bwana ananena mambo mengi, hajahesabu tu ya kwamba aliangusha sheria zake, lakini Bwana anahesabu ya kwamba wewe uliwaongoza watu hawa kurugunika walipofika katika jangwa la Sini, na wao wakaniona kana kwamba mimi si mtu niliyefaa. Na neno la Bwana katika kitabu cha Hesabu sura 27, maneno ya Bwana pale kutoka ya 1 mpaka ya 7, utaweza kuona vile ambavyo Bwana alighadhabishwa na Musa, na yeye anamwambia kwa hakika wewe lazima upumzike na hautaweza kuongoza watu hawa tena. Na basi vile ambavyo utakavyofanya, kwa sababu pale katika jangwa la Sini, pale katika mlima wa Horebu na katika jangwa la Kadesh Barnea, nyinyi pamoja na Haruni mlilifukuru jina langu mbele ya watu hawa, na sasa sina imani tena nanyi. Kwa hivyo hamtavuka mto wa Yordani ili muweze kuangamia pamoja na Haruni. Na Musa alisikiza kwa makini maneno yale, na Bwana neno la mwisho amemwambia, muite Yoshua mwana wa Nuni, yule ambaye Roho wa Bwana ako juu yake, umwekee mkono juu yake, ili Roho wako ulio ndani yako utaingia juu ya Yoshua, kwa maana atawaongoza watu hawa wafuke katika mto wa Yordani, waingie nchi ya Kanaani, kama vile ambavyo niliahidi baba zao, wao watarithi. Lakini Musa, wewe pamoja na ndugu yako hamtaingia ile nchi. Na Musa amesikiza kwa makini, na haja nena Bwana anaponena, yeye amesikiza. Lakini Bwana alipomaliza kunena maneno yale, Musa ameshuka, ameanguka tena mbele za Mungu, amemlilia Bwana, na hata roho yake yote ameibwaga na kuimimina mbele za Muumba wake. Neno la Bwana lasema ya kwamba alimwabudu Bwana katika hayo maneno ya hukumu ambayo Bwana alinena juu yake. Na yeye anamwambia Bwana ya kwamba Mungu, wewe ni Bwana wa roho zote, hata kana kwamba maneno yako yako hivyo, usije ukakubali watu hawa wazunguke katika jangwa hii kama watu ambao, ama kama kundi ambalo halina mchungaji. Musa amemwabudu Mungu hata kana kwamba amesikia maneno ya hukumu. Mtu wa Mungu, Bwana anatarajia ibada kamilifu kutoka ndani ya moyo wako, hata kana kwamba hali itakuwa imekusonga, hata kana kwamba kutakuwa na uchungu, hata kana kwamba kifo kitakuwa kimekukondolea macho. Tunaona vile ambavyo Yohana alivyoona malaika wa Bwana ameanguka mahali pale, na huyu malaika anamshika mkono. Katika sura ya 20 utaona kitabu cha Ufunuo akimwambia, usiniabudu mimi, lakini abudu Mungu aliye hai. Na hapo malaika alimnyanyua na kumuinua na akamtia nguvu, lakini yeye alilala pale akimwabudu Bwana. Ameonyeshwa viumbe vine vile ambavyo vinavyomwabudu Bwana, na malaika jeshi kuu la Bwana
linavyotoa sifa zao, na hata wazee 24 vile wanavyoinama na kuanguka wanafua taji zao mbele za huyo Mungu. Wakati tunapomwabudu Mungu, ni nafasi ambayo tumepewa ya kujikosa mbele zake. Kumwabudu Mungu ni nafasi ambayo tumepewa ya kutoa ibada yetu mbele za Mungu Baba. Wakati ambapo tunapomwabudu Bwana, ni nafasi ambayo tumepewa ya kumwenzi vile alivyo mtakatifu, vile alivyo mwenye enzi, vile alivyo mwenye mamlaka. Wakati ambapo tumepewa nafasi ya kumwabudu huyu Mungu, ni wakati wetu wa kuviacha vyote, ni wakati na ni fursa yetu nzuri ya kusahau mambo yote, kujibwaga na kujimimina mbele za uwepo wa Bwana. Maneno ya Bwana ambayo yako katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 29 aya yake ni ya 10 hadi 15. Maneno yale utasoma uone na uelewe vile ambavyo Daudi alivyowaitisha wana wa Israeli vitu vya kujenga hekalu, na kwa hakika watu walitoa wote pasipo kusukumwa, walitoa mpaka Daudi akasema sasa zimetosha. Na hata Daudi alipoona zile vitu ambavyo wana wa Israeli walivyovitoa mbele za Mungu, yeye akaingia katika hekalu la Bwana. Utasoma uone vile alivyomwabudu Bwana, na neno lasema ya kwamba Daudi alimsifu Bwana kwa roho yake yote, na kisha akaanguka mbele za Bwana akamuhimidi aliye juu na kunena maneno haya ya kwamba peke yako wewe ni Mungu, peke yako ni wewe unayetawala duniani na mbinguni, hakuna Mungu aliye kama wewe. Hizi vitu ambavyo tumekutolea Bwana, hatukutoa kwa sababu tulistahili, lakini ulitupa nafasi ya kutoa vitu vya kujenga hekalu lako. Ni nani aliye kama wewe? Daudi amemwabudu Mungu na amemheshimu Mungu kwa ukamilifu wa roho yake yote. Amemwabudu Bwana mahali pale hadi Waisraeli wote wakasema hata nasi tutamwabudu Mungu wa Daudi, kwa maana mfalme Daudi ametuonyesha vile ilivyo ya maana na busara kumwabudu Bwana. Na Daudi akiwa katika hekalu la Bwana hata hakukubali kuletewa vyakula mahali pale. Yeye alikaa mbele za uwepo wa Bwana akimwabudu Mungu mtakatifu wa watakatifu. Wakati ambapo tumepewa hii nafasi, si ya kwamba sisi ni bora, sio ya kwamba sisi ni wema, lakini ni nafasi ambayo imetolewa kwako wewe mwanadamu. Mwabudu Muumba wako. Wazee hawa 24 wanasahau dhamana ya taji zao ambazo wamefikwa katika vichwa vyao, wanavifua na kuviziangusha mbele za huyo mtakatifu wa watakatifu. Na utaona hata sura ya 6 kitabu hicho cha Ufunuo vile ambavyo Biblia inavyoelezea kutoka aya 11 juu ya Yohana akiona tena watu wasiohesabika wakiimba wimbo mpya mbele za Mungu wao, kisha wote wanaanguka na kumwabudu aliye hai, mtakatifu wa watakatifu. Mpendwa, wakati ambapo unapomwabudu Bwana, unapea roho yako nafasi ili ya kwamba imwabudu yule ambaye aliyeiumba, kama Yakobo katika kitabu cha Mwanzo 35 aya yake ni ya 3 hadi ya 7. Utasoma na utaona Yakobo baada ya kunenewa na Mungu, yeye ametayarisha nyumba yake na akamwambia sasa lazima tushuke tuelekee Betheli, mahali pale tukamtolee Bwana dhabihu. Ameshika wake na watoto wake, wamefunja miungu zote za kigeni zilizokuwa ndani ya hema zao, hata mikufu yao yote wakaifua mbele za Mungu. Wakashuka wakafika pale Betheli, na kitu cha kwanza Yakobo amefanya, amebeba mafuta, ameimwaga mahali pale Bwana alipomtokezea. Kisha jambo la pili, Yakobo amelala mbele za uwepo wa Bwana akimwabudu Mungu wa baba yake, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka. Na alipomaliza kufanya ile ibada na kumwabudu Mungu wake, Bwana akashuka usiku huo akanena pamoja na Yakobo, amwambia, mimi ndiye Mungu wa Abrahamu, natembea pamoja na wewe, hautapunguka, na hata uzao na taifa lenye nguvu litatoka katika viuno vyako, kwa sababu ya maabudu uliokumbuka kuja kufanya hapa Betheli. Siku ya leo mpendo, labda umesahau kusudi la Mungu la kukuumba. Ibada ya maabudu
abudu ya kweli na ya haki, kama vile Yesu alivyonena katika Yohana sura ya 4 aya 23. Mahali pale utasoma Yesu akisema, muda unakuja na masaa yamefika ambapo watakaomwabudu kweli Mungu katika roho na katika kweli, wakati utafika. Kwa hivyo mtu wa Mungu, jitoe katika kumwabudu Mungu, hata kama ni usiku wa manane, hata kama ni mchana. Mwabudu Mungu katika kweli na katika roho. Tunaona Yohana ameonyesha watu hawa ambao neno la Bwana limesema ya kwamba usiku na mchana hawajaacha kusema, wastahili Mungu mwenye enzi. Wakati na ni nafasi njema, wewe mtu wa Mungu, wako kukumbuka mahali ambapo Bwana amekutoa, mahali ambapo Bwana amekufikisha, na mahali ambapo Bwana anakuelekeza. Toa roho yako iweze kuwa ibada kamilifu. Mwabudu Bwana katika hali ngumu, mwabudu Bwana katika hali zinazopendeza, kwa maana alikuumba ili ya kwamba uweze kumwabudu. Cheni tushukuru. Baba mtakatifu, Baba